Leo tulikuwa tuna kikao cha kamati ya afya ya msingi katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam. Moja ya mambo ambayo tumeendelea kuzungumza na kusisitiza ni kwamba tunaelekea kwenye wenyeji wa AFCON 2027. Hivyo kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam, sisi ndio kioo, ndio nembo ya nchi yetu ya Tanzania. Hivyo tunayo dhamana kubwa kama kikao hiki cha kamati ya afya ya msingi kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira ya jiji letu la Dar es Salaam liwe safi siku zote, lakini pia sambamba na hilo kuhakikisha kwamba afya na maeneo yote ya kutolea huduma za afya za chakula, vituo vya afya na nini vyote vinaendelea kuwa bora na imara. Na ndio maana halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imetenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba inaenda kukamilisha kituo cha afya cha Mchikichini ambacho kimetengwa zaidi ya shilingi bilioni 7, lakini pia pale eneo la Mnazi Mmoja tunaenda kujenga hospitali ya wilaya. Hivyo dhamira ni kuhakikisha kwamba tunaenda kuwa na maandalizi safi ya kuelekea AFCON. Lakini sambamba na hiyo, kwenye eneo la mazingira ni kwamba tumeendelea kuwataka wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam, kwa maana kwamba tunapokwenda kwenye mashindano haya, nyumba zetu tuhakikishe kwamba zinakuwa imara, na wale wote wenye hoteli tuone namna gani ya kufanya maboresho katika hoteli zetu, na wale ambao labda wanaboresha vitanda vyao, wanaboresha mandhari, wanaboresha furniture zao ambazo ziko ndani, lakini sambamba na kupaka rangi katika majengo yetu. Mara nyingi tulipokuja na hoja ya kupaka rangi kwenye majengo, watu waliona kama ni nadharia. Nile ni jambo la kawaida. Mtu yeyote katika eneo lake, katika nyumba yake, anapenda kuona eneo lile ni zuri. Na moja ya uzuri wa mazingira yenyewe ni kupaka rangi. Hivyo tunaendelea kuwasihi wana Dar es Salaam kuelekea kwenye AFCON tuhakikishe kwamba tunapaka rangi. Na sisi kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tutahakikisha kwamba tunaenda kupendezesha mji huu. Hivyo tulichotaka katika halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam, tulichoazimia ni kuja na mpango mkakati kuelekea AFCON kwenye eneo la afya na mazingira. Lakini wilaya yetu ya Ilala, tunapokuwa mchana, tuna watu zaidi ya watu milioni 3 ambao wanakuja hapa kufanya shughuli mbalimbali na kupata huduma za afya. Hivyo tunao jukumu kubwa kuhakikisha hawa watu wanaokuja kufanya kazi masaa ya mchana, tunawezaje kuwahamasisha kupata bima ya afya kwa wote. Nini mkakati wetu? Kwa sababu tunawajua watu hawa wako kwenye maeneo ya masoko, watu hawa wanatoa huduma maeneo mbalimbali, mfano kuna watu wa bodaboda, kuna machinga ambao wanauza. Tunayo masoko makubwa, soko la Kariakoo, tunao soko la Kigogo Sambusa, tunao soko la Ilala, tunao soko la Buguruni, tunao soko la Kisutu, tunayo soko la Feri. Hawa wote ni watu wanaotoka maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam. Hivyo wajibu wetu ni kuhakikisha tunatengeneza mkakati wa kuwafikia hawa watu katika maeneo ya kibiashara. Lakini moja ya eneo kubwa ambao sisi tuna wajibu kama serikali, lakini kwa kushirikiana na wazazi, ni kutoa elimu ya maadili mema kwa watu wetu.